Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Asilimia kubwa ya wamiliki wa magari mkoani Dar es Salaam wanasemekana kuwa wavivu kufanya matengenezo ya magari yao kwa kila kilomita zilizopangwa. Wakiongea na EATV, baadhi ya mafundi magari mkoani hapa wamesema hukutana na magari yaliyozidi kilomita bila kumwagwa oili na kubadilisha vifaa vilivyoisha muda wake na kusababisha vyuma kusagana. Service ya gari ina muda wake. Kuna kitu kinaitwa service card ambayo inaandikwa kwenye kadi pale. Baada ya kilomita kadhaa unatakiwa ufanye service. Sasa mtu anaweza kupitisha hiyo service muda mrefu kupita kiwango ambacho kimewekwa pale, alafu baadaye anajua kufanya tayari gari ishapata shida. Sasa hapo kunatokea shida moja. Mtu anamlaumu fundi, kumbe yeye ndio alipitisha service. Labda mtu akwambia kilomita 3000, unatakiwa ufanye service nyingine. Kwa hiyo unakwenda mpaka kilomita 5000. Baada hapo kuna vyuma vinasagika ndani ya engine kwa sababu ile oil inakuwa haina ile viscosity ambayo inatosha kwa ajili ya kulainisha vyuma. Sasa ikitokea hiyo, huo ni uzembe wa mwenye gari, sio fundi. Exhaust nakutana na matatizo kama gari imetolewa masega. Kwa hiyo mtu anakuja anakuambia, mteja anakuja anakuambia anataka gari itulie. Unakuta kwenye exhaust masega yametolewa, kwa hiyo kudhibiti ule mlio inakuwa ni changamoto kwangu. Kwa hiyo inabidi kuna vibuyu sasa hivi vimetoka vya Kichina. Kwa hiyo inabidi tunavichukua vile, tunamshawishi mteja kwamba masega yako hivi, maana wengine hawajui mambo ya masega. Kwa hiyo inabidi unamshawishi, unakata exhaust, mnaweka vibuyu vile vya Kichina, gari hivyo tu inakubali, lakini sio kama jinsi ilivyotoka. Ni wavivu sana kwa sababu wazingatii kwa muda. Unakuta wanapitisha kilomita nini. Kwa unakuta oil mpaka ukitoa imechoka kupitiliza kiasi. Kwa hiyo tulikuwa tunashauri kwamba waweze kufanya kwa haraka kilomita, waangalie kilomita zao, wafanye service kwa haraka na mambo mengine yaendelee ili gari lao liwe bora. Tuendelee na kurasa. Kutokana na kuwepo kwa wimbi la vijana wa kike wanaomaliza elimu ya msingi na sekondari katika eneo la Masumbwe wilayani Mbogwe kukimbilia maeneo ya machimboni, wameanzishiwa kituo cha ushonaji na ujasiriamali ili kuwasaidia vijana hao kujiajiri. Tulianzisha mfumo, tumelenga kuikomboa jamii kubwa ya vijana, kuanzia mabinti ambao wanaweza kujiuza kwa sababu wa kutafuta shilingi 2000. Tukaona kijua kushona nguo hivi atajiajiri mwenyewe. Watoto wengi wa mkoa wakisoma shule kutoka form 4 wanakosa waelekeo wapi, hawana uelekeo. Mwisho wa siku wanachukua hatua ya kuolewa bado wadogo, hawajafikia umri wa kuolewa, hawajui kwenda kuolewa kuna nini. Lakini kupitia hichi watoto wengi watajifunza. Changamoto ambazo tumeona mabinti zetu wale ambao wameshindwa kuendelea na sekondari kwa maana form 1 na kuendelea, au wamefeli form 4. Kwa kweli changamoto tumeziona mitaani sana. Ina maana kwamba wanakuwa wanazurura, wanajiuza, wanakuwa hawana maadili mazuri. Kwa hiyo tumeamua kutumia fursa katika mradi huu wa Tabasamu kwa Wote kuwafundisha vijana wetu wa kike mafunzo ya ushonaji, ujasiriamali. Mradi huu wa ushonaji tunaamini tunaenda kutatua changamoto ya vijana ambao hawana ajira, na kwa hiyo tunaenda kusaidia serikali kuwasaidia vijana wao wanaweza kujiajiri wenyewe na kuwa wanaweza wakapata kipato kinachoweza kuwasaidia kuwa watu ambao wanajitegemea katika. Tumalizie kurasa kwa hili. Wananchi wa mtaa wa Karakata, kata ya Kipawa, wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam wamelalamikia ukosefu wa alama za kuvukia barabara kwa wanafunzi wa shule 3 zilizopo karibu na kona ya Tuambombo, hali inayohatarisha maisha yao. Wakizungumza na Kurasa, wananchi wamesema kuwa barabara hiyo ni moja ya njia kuu zinazotumiwa na magari kwa kasi kubwa na kutokuwepo kwa alama za kuvukia. Sisi tuna changamoto ya barabara yetu hii, tumewekewa hapo lakini bado matuta hakuna kunizo kona. Kwa hiyo tunapitia changamoto sana, watu wanakimbia sana kwenye magari. Kwa hiyo inabidi tufanyie mpango serikali mtokee matuta hapo kwenye barabara yetu. Changamoto kubwa ambayo inatokea wadogo zetu wanapokwenda shule, mara kwa mara huwa wanagongwa. Sasa tunaomba matuta yazidishwe katika barabara hii, maana sasa hivi ajali zinakuwa zinatokea mara kwa mara, afu isitoshe barabara pia ni ndogo sana, nyembamba. Pale kwenye barabara kweli katika zile kona ni kali. Kwa angeweka matuta, maana watu wanafutika sana kwa maana kwamba wanakimbia. Alafu kwa mida kama saa 4 hivi, siku ambazo za
shule Jumatatu mpaka Ijumaa kuna watoto wadogo wanaruhusiwaga kwa wale kidogo so sana, kwa hiyo utakuta anaingia sana. Alafu utakuta mtu katoka juu huko anaiva kwa kweli, anakimbia kwa kweli. Kwa pale angeweka matuta kuanzia pale mpaka kwenye lami huko inapoishia. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.